mabadiliko ya ratiba ya ligi kuu ya NBC na tarehe ya tuzo ya msimu 2024-25 ni Disemba 5 mwaka 2025, pamoja na mabadiliko ya dirisha dogo la usajili ni kuanzia Januari 1 hadi Januari 30 mwaka 2026. Tukienda kuangalia kwenye Kariakoo Derby pale ni Yanga dhidi ya Simba, itakuwa ni Machi 1 au tarehe 1 mwezi wa 3 2026 saa 11 jioni. Lakini pia mechi ya mzunguko wa pili ya Derby ya Dar es Salaam au Kariakoo Derby ni kati ya Simba pia na Yanga, itakuwa ni tarehe 3 mwezi Mei mwaka 2026 saa 11 jioni. Sawa So Evans, mabadiliko ya ratiba hii kwako unaichukuliaje? Na kama ambavyo umeona hata tukianzia tu kwenye tuzo za utoaji wa tuzo, kwa sababu watu walikuwa wanaulizia sana habari za tuzo zinatolewa lini? Disemba 5 tuzo za mwaka za msimu uliopita ndio hizi zinatolewa, lakini pia dirisha la usajili ni kuanzia tarehe 1 Januari hadi tarehe 30, ambapo mwanzo ilikuwa ni kuanzia mwezi wa 12 hapo. Yes. Kikubwa ni wamezingatia na ratiba ambazo ziko mbele yetu. Kuna mashindano yako mbele ya AFCON, kwa hiyo kuna vitu vingi wamezingatia ili kuepusha ile pukushani, na kama hayo unakumbuka alikuja hapa siku moja Boimanda. Na moja kati ya vitu ambavyo nilimuuliza ni kwenye matokeo ya kubadilishwa kwa ratiba hayatatokea mara kwa mara. Akaniambia kwa mazingira alivyo kwa sasa hivi hatutegemei hizo ratiba kubadilika mara kwa mara, lakini itaweza kubadilika kutokana na mambo ambayo yatakuwa nje ya uwezo wetu, ndo kama hiki ambacho kimetokea kwenye AFCON. Kwa hiyo lazima tupishe hii ratiba ya AFCON iendelee na vitu vingine, na kuisqueeze ratiba iwe rafiki kwa watu wote. Unajua kuna zile nyakati ambazo kuna watu wengine hawachezi, kuna watu wanacheza. Kwa hiyo wameondoa hilo gap, ni inabidi watu wote ratiba ishe kwa wakati. Kuna kipindi ligi imewahi kumalizika, kuna watu wamemaliza ligi, kuna watu bado hawajamaliza michezo ya ligi. Kwa hiyo hivyo vitu vyote kuondokana navyo, wametengeneza mazingira rafiki ya ratiba. Ukiangalia michezo ambayo watu wamekuwa wanaitolea macho ni michezo Simba na Yanga. Yaani ndio kitu ambacho kimepata nguvu kubwa mtaani, kwa sababu watu wanatamani kuziona timu zao. Lakini kwangu mimi nimetazama ile fixture, naona ni fixture rafiki kwa timu zote, kwa sababu imezingatia kanuni za afya pia za wachezaji kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine. Ni vitu ambavyo ni vitu vya msingi zaidi kwenye football. Kwa hiyo kwangu mimi ratiba sina tatizo nayo. Natamani kuiona ikiisha kwa wakati kwenye muda ambao umepangwa kabla ya mashindano ya kombe la dunia kuanza, kwamba ligi hiyo imemalizika, kila mtu anafanya vitu vyake. Kwa hiyo kwa jinsi ilivyo unaona itafika kwenye mazingira hayo, kwa sababu kombe la dunia linaanza mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 7 na ligi inarudi tena mwezi wa 2 2026. Derby yenyewe ndio unaona hiyo inapigwa sijui tarehe ngapi huko. Richie, mimi bado nina imani kubwa, kwa sababu mpaka tulipofika hakukuwa na excuse yoyote ambayo mtu akikupa sababu za msingi unamuelewa kwa nini hii mechi imeahirishwa. Kuna kipindi tumeona hapa katikati ligi haikuchezwa kwa sababu ambazo kila mtu anaelewa kwa nini ligi mechi hazikuchezwa. Kwa hiyo naamini ligi itamalizika kwa wakati, kwa sababu sidhani kama kutakuwa kuna tukio lingine lolote la kusababisha mchezo kuahirishwa. Labda itokee vitu ambavyo kibinadamu havizuiliki. Vinginevyo ratiba itabaki vile vile. Na kwenye issue ya tuzo, kikubwa ni wale ambao wana deserve kushinda washinde. Walikuwa wanaisubiria hii kwa sababu ni kama watu walikuwa wanaona kama imepotezewa. Watu wengi walikuwa wanaona kama vile huu mchongo ndo tayari umekufa, lakini tuzo ni tarehe 5. Kwa hiyo mimi natamani kuona wana deserve kushinda washinde, kusiwe na yale malalamiko ya fulani alistahili mbona hajashinda. Mimi natamani tu kila ambaye ana deserve na ashinde. Tulikuwa tunazungumza msimu uliopita kwamba bwana, sasa matatizo ya ratiba ni kama yamepungua na mambo yanakwenda uzuri. Sasa hivi tena tumerudi kama tunarudi kule ratiba imevurugwa tena, imepangwa upya. Tutakaa Disemba, baada ya Disemba 7 pale kama sijakosea, tunarudi tena mwezi wa 2. Naona kama tumekuwa na ratiba ambayo sasa mimi mwenyewe nashindwa kuelewa, kwamba tunaweza tukajikuta huku mbele vurugu zikawa nyingi sana za mechi nyingi na ikaleta shida. Au unamaanisha kwamba AFCON tunaweza tukatoka mapema alafu tuendelee na ambacho kina mimi tutawauliza bodi, lakini binafsi naona kama ratiba siielewi yani. Binafsi nadhani inabidi uelewe kwa sababu kuna matatizo mengi ambayo yametokea ambayo hayakutarajiwa. Nani alitarajia kama tutakaa ndani karibu wiki moja na nusu lockdown? Nani alitarajia? Ujue pale kuna mechi nyingi sana zingepigwa lakini hazijapigwa kwa sababu ya matatizo yaliyotokea. Yani unpredicted. Nani ambaye alikuwa ana predict hicho kitu kama kinaweza kika happen? And then unakuja kuangalia tuna AFCON mwezi wa 12. Hatujajua timu yetu ya taifa itafika wapi. Lazima ujipange mpaka mechi ya finali. So inaweza ikatokea tuko finali. Sasa ukisema labda
uweke ratiba ambayo inaanzia labda hatua ya robo finali au 16 bora, inawezekana timu yako ikavuka ikasonga mbele, unafanyaje? Kwa hiyo kilichotokea ni nini? Tunaipa nafasi timu ya taifa iende kushiriki AFCON. Itakuwa na wachezaji ambao wanavitumikia hivi vilabu. Ukisema ligi iendelee na AFCON inaendelea, kuna vilabu vitapata shida. Kuna vilabu vinatoa wachezaji 6 mpaka 7 wanakwenda kwenye timu za taifa. Hivyo vilabu utavitaka viendelee kucheza ligi, vikipoteza mechi utajibu nini? Kwa cha msingi ni kutoa mwanya pia, na ambavyo hawana wachezaji wao, hawana mchezaji. AFCON inamwathiri vipi? Itabidi wasubiri, kwa sababu hapo kutakuwa kuna double standard. Huwezi kumwambia Simba acheze mechi wakati hana wachezaji 7 wako timu ya taifa, na sio timu ya taifa tu ya Tanzania, wengine wako Uganda, wengine sui wako Kenya, wengine sui wako wapi Guinea huko. Hao wote inabidi wacheze. Kwa hiyo unakuta timu imeondokewa na wachezaji mpaka 10 kwenye kikosi. Huyo unataka vipi aende kucompete? Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Ligi inasimama. Tunasubiri AFCON imalizike, au tutaangalia mbeleni wachezaji wangapi watakuwa wamerudi, ligi inaendelea. And then mechi za dabi, mfano hii mechi ambayo itakiwa kupigwa Disemba, imesogezwa mbele mpaka mwezi wa 3. And then ya pili inapigwa mwezi wa 5. I think kunaweza kukawepo na marudio ya kile kilichotokea msimu uliopita, kwamba ubingwa unakwenda kuamuliwa na mechi ya Simba na Yanga huko mwishoni. Kwa sababu tunavyozungumza mwezi wa 5 ndo ligi inakuwa inaelekea ukingoni. Kwa watu kama watakuwa wametai, labda wanazidiana pointi 1 au pointi 2 au wanalingana alama, issue ni magoli ya kufunga na kufungwa, ina maana atakayeshinda hiyo dabi kama msimu uliopita ndo anatoa ubingwa. Binafsi mimi nikirudi kwenye faida nyingine ya mabadiliko ya ratiba na hususa kwenye mechi za dabi, I think mwezi wa 12 tusingekuwa na dabi nzuri yenye ushindani. Kwa nini? Kwa sababu timu zote mbili bado haziko sawa, hazijatengamaa kwa 100%. Unaamini kwamba zitakuwa sawa hiyo tarehe 1 mwezi wa 3? Yeah, sure, kwa sababu hizi timu zitakuwa zimepata nadhani mechi 6 za kimataifa hatua ya makundi. Hiyo hatua ya makundi inapigwa mpaka mwezi wa 2 nadhani katikati pale. Kwa hiyo kila timu itakuwa imepata mechi 6 za nguvu zenye intensity kweli kweli. Kwa hiyo kama kuna wachezaji hawakuwa fit, wanaweza kuwa wamepata fitness, kwa sababu intensity ya mechi za kimataifa ni tofauti na hizi mechi za ndani. Kwa hiyo unatarajia watu ambao wametoka kucheza mechi za kimataifa kwenye group stage wanakuja kukutana sasa, kila mtu yuko kwenye ubora wake. Hapo ndo tunaweza kuiona dabi ambayo ina ushindani technically, tactically, physically, kila kitu. I think ni ratiba ambayo inaweza kuwa nzuri zaidi. Okay. Na maybe kwa kumalizia kwenye issue ya tuzo, hakuna namna, nadhani nitawasamee waliokuwa wanahusika na tuzo. Licha ya kwamba wanaenda kutoa tuzo mwezi wa 12 tarehe 5. Yeah, kwenye hichi ambacho kimetokea this time hakuna namna nitawasamee, kwa sababu tuzo zitoke baada ya msimu husika kumalizika. Hii leo nakwambia wanaofuatilia mpira wanakumbuka performance ya Jean Charles au wana Pacome. Lakini sio wote wanaokumbuka, nakwambia ukweli. Kuna inaweza ikatoka tuzo ikaenda kwa Jean Charles au mtu akakwambia bwana Jean Charles au amefunga magoli mangapi, yani performance ya msimu huu anaifananisha na msimu uliopita, akumbuki nini alichofanya msimu uliopita. Kwa hiyo ni bora tuzo zitoke baada ya msimu husika kuisha, ili aliyeshinda ajijue kwamba amefanya vizuri, ambaye ameshika nafasi ya pili ajue kwamba msimu unaoanza anatakiwa kuvuta socks zaidi ya kile alichokifanya msimu uliopita ili aweze kutoa tuzo. Lakini kusema kwamba tuzo zinatoka msimu mwingine ushaanza, I think haijakaa sawa hata kidogo. Nani anakumbuka Yona Amos alichofanya msimu uliopita? Labda pesa TFF hawakuwa na pesa, labda hawana pesa mwisho wa msimu ukimalizika, kwa sababu kuandaa tuzo ni gharama pia. Utafanyaje? Mbona msimu mwingine ilikuwa inafanyika? Na kama ni issue ya pesa walitakiwa kutoka wakatuambia tu kwamba bwana tuna shida ya kiuchumi, that's why tuzo zimesogezwa mbele. Lakini tuzo zimesogezwa mbele hatujui sababu. Lazima kuwepo na maswali ya kujiuliza. Yani atakuja kupewa tuzo mtu hapa, watu watakuja kuulizana. So watu hawakumbuki nini alifanya. Siku zimepita, watu washaingia kwenye msimu mwingine. Sasa hii hai make sense hata kidogo. Kamanda, tuna tuzo hapa, lakini pia tuna ratiba hapa, na vyote hivi lazima tuondoke navyo. Tunatakiwa pia, kuna haja ya kuiambia body. Wakati ule Boimanda alikuja hapa, mimi nilisuggest kwamba kwa nini tuzo isitoke huku TFF, iende iwe chini ya body, yani iwe inajitegemea kule. Kwa sababu maswali mengine walikuwa wanashindwa kutujibu, wanasema tuzo ni za TFF. Tunawasaidiaje TFF mawazo ili hichi anachokisema Hans kwamba ligi ikiisha watu waende kwenye tuzo za msimu, tumalizane na huo msimu. Inawezekana TFF hawana pesa na hawezi kuja mbele kutuambia tukua na pesa kuandaa tuzo.
Ya, unajua shida ya tulionayo kwenye administration ya mpira yetu ni kubwa. Sio ndogo. Na hilo unaweza ukaliona kwenye hii saga ya tuzo kwa maana kwamba mimi sijui nini kilichotokea, lakini I can easily anticipate with near accuracy kwamba tuzo hazikufanyika kwa sababu labda fedha hazikuwepo. Sasa moja kati ya vitu ambavyo mimi nilidhani vingeweza kuwa sehemu kwa mfano ya udhamini wa ligi kuu, ligi ambayo ina broadcaster ambayo anaweka mzigo, ligi ambayo pia ina title sponsor. One of the things ambavyo nilidhani vingeweza kuwa kwenye package ya udhamini ni kuandaa hafla ya tuzo ile. Na kwa bahati mbaya ama bahati nzuri kwetu hapa sisi tuna tuzo hizo moja tu. Unaweza ukaangalia kwa mfano wenzetu Uingereza kule wanazo za kila aina. Kuna PFA, kuna football writers, kuna tuzo za FA wenyewe na wanazifanya with precise organization. Kwa hiyo hata hapa kwetu shida ni kwamba hiki kilichotokea kinaweza kirahisi tukikajitokeza wakati mwingine, kwa sababu kama tuzo hatukuziona mwaka huu kwa sababu ya hapakuwa na fedha, who knows kama hizo fedha zitapatikana kwa ajili ya msimu ujao. Kamanda kwa mtu ambaye hajui, kwa sababu tunasema fedha, lakini labda kuna gharama gani ambazo zinaweza zikapush swala la tuzo lifanyike? Lazima ulipiwe, ambayo inaweza kawa TFF wanashindwa au bodi ya ligi wanashindwa ku afford hadi kiasi kwamba hata mdhamini hiyo hela haiwezi kutoka mfukoni kwa Boimanda au nani. Na kwa kuongezea tu kidogo ndani wakati nafuatilia kwamba fedha kiasi gani ili tuzo ikamilike mwanzo mwisho. Yes. Almost milioni 500 inahitajika. Yeah, na hela ndogo. Ni ndogo mimi nasema haya kwa sababu huko katika maisha yaliyopita mimi nimewahi kuwa mjumbe wa kamati ya tuzo. Nimewahi kuwa mjumbe kwa nafasi niliyokuwa nayo kama mwajiriwa wa broadcaster wa sasa hivi. Kwa hiyo I know how these things work. Unajua kwa sababu yani mara nyingi tuzo unajua zinavifanyika ile siku mnapotoa tuzo, pale ndio mwanzo wa maandalizi ya hafla ya tuzo zijazo. Lakini sisi tumekuwa tuna kawaida ya kufanya vitu kwa vinapotokea. Yaani kitu kinapotokea ndio hapo. Kwa hiyo nadhani ni muda wa kujirekebisha. Bodi ya ligi na TFF waliangalia hilo, na wakati mwingine sio mbaya hata kuomba msaada wa mawazo kwa waandishi, kwa wadau. Ndio maana sasa tuko hapa Kamanda, yani wanatusikiliza, tunaweza tukawapa mawazo nini wakifanya. Next time mimi nadhani ambacho mimi naweza kupendekeza ni kwamba mkataba wa udhamini wa ligi ndio uhusishe kitu kama tuzo. Yani kuwe na commitment kwamba waandaaji wa tuzo wawe, yani iwe ni sehemu ya mkataba kwamba mmesaini mkataba pale na broadcaster. Broadcaster anatakiwa aingie mfukoni adhamini tuzo. Mmesaini mkataba na title sponsor wa ligi. Title sponsor awe na wajibu kwamba hilo fungu lipo. Nyinyi kama bodi ya ligi mbaki na eneo la organization tu na location, kwamba bwana tuzo hii iende kwa huyu, tuzo hii iende kwa huyu, hivyo. Lakini pia kwa watu walioko makini, vitu kama ukumbi inaweza kuwa sehemu ya udhamini pia. Mnaweza mkaomba sponsorship kwa wadau mbalimbali nje hata ya hao ambao wanadhamini ligi. Alafu wanapataje faida? Ni mileage wanaoipata, yani faida kwa tukio moja ama kuna namna ambavyo mtawapa mileage? There's a way mabango yao yanaweza kawekwa viwanjani kwenye ligi, wanaweza wakapata matangazo, mkawaomba bwana broadcaster, tunaomba mtusaidie huyu mtu ambaye ametudhamini kwenye eneo la ukumbi apate angalau tangazo moja ya kila mechi inapochezwa. Ni jambo ambalo linaweza kufanyika. Na Kamanda umetoa wazo zuri sana. Hata kitangazwa tenda. Hadi mimi ninavyokuambia nimekuwepo kwenye hii kamati. Uko vizuri. Tunazungumza ligi ya 5 kwa ubora barani Afrika. My friend, ligi ya 5 ni tuko juu sana. Kweli. Yani hiyo ni bidhaa yenye thamani ambayo inajiuza. Yani hata tukitangaza tenda bwana, tunahitaji mdhamini ambaye atahusika na tuzo. Inawezekana bajeti iliyokuwepo sasa hivi ni milioni 500, lakini bado tunaweza kufanya hata kitu cha bilioni. Kwa sababu tunaweza tukapata mdhamini ambaye labda tutampa mkataba labda wa miaka 5. And then matangazo yake yatakuwa yanaonekana kwenye billboard, kwenye baadhi ya games za ligi. Simple that, anatuwekea pesa, tunafanya kitu kikubwa zaidi na mambo yanaenda.
Sema haya mambo unajua bado nitakupa kisa kimoja cha kufurahisha. Kuna tukio liliwahi kutokea nchi jirani hapo Kenya, kwamba katika organization ya tuzo zile ilipangwa tuzo ya MVP apewe mtu mmoja anaitwa George Blackberry Odhiambo. Sasa yule bwana ile siku hakutokea ukumbini. Meaning kwamba hapakuwa na mawasiliano. Manake mkiwa mnaandaa tuzo, wale watu walioshinda mnawasiliana nao kwamba wawepo. Sasa hapakuwa na mawasiliano. Kwa hiyo bwana George Blackberry Odhiambo hakutokea ukumbini. Aliyetokea ukumbini ile siku alikuwa ni Joash Onyango. Joash Onyango akapata zake tuzo ya MVP. Akaondoka zake. Jimmy. Naam. Mimi nikifuatilia mikataba ambayo TFF wanaingia, kuna kama nitakuwa na nani mtanirekebisha, kuna asilimia kama 10 ya ule mkataba ambao unakwenda kwenye masuala ya kuendesha taasisi. Yaani watagawa, lakini utasikia kuna asilimia 10 ambayo itakwenda kule. Ile asilimia, kwa nini TFF, kwa sababu wao ndio wenye tuzo, kwa nini wasichukue pesa pale kwenye asilimia za uendeshaji ikatengwa kwa ajili ya tuzo, kwamba leo tunakwenda mwaka mwingine, msimu mwingine ndio tuzo za msimu mwingine tunakwenda kufanyika? Ile ni issue ya utawala. Na utawala huo uendeshaji ni uendeshaji wa taasisi. Taasisi na wafanyakazi pale wanafanya shughuli za kila siku za taasisi. Wanalipwaje kwa? Sasa tuzo tunaziweka kwenye nini? Wewe umezungumzia hiyo pesa. Mimi nakwambia hiyo pesa ni ya uendeshaji wa shughuli za kila siku za taasisi, ambao ni shughuli za utawala. TFF ina wafanyakazi wanaendesha shughuli za kila siku za taasisi. Wanalipwaje? Pesa inapatikana wapi? Na hizo shughuli ndio pamoja na hizi. Twende kidogo basi. Ndio. Sawa. Wewe umezungumzia kuhusu hizo pesa. Na mimi nimekuambia utawala au uendeshaji wa kila siku ni huo wa kuendesha taasisi. Na hakuna ruzuku inayotoka sehemu yoyote inayokwenda TFF. TFF ni non-government organization. Muundo wake tu ndio umekaa kitaifa hivi, inaonekana kama ni jambo la kiserikali. Lakini tukumbuke kwamba ile ni taasisi binafsi. Haipati ruzuku kutoka sehemu yoyote. Sawa? Unajua inawezekana hapo ukaiona TFF ilivyo, alafu ukahisi milioni 500 ni kidogo kwao kuipata. Lakini unaipata kutoka wapi? Kwa sababu hawana chanzo hicho cha pesa. Ni kwamba lazima wakubaliane na mtu, waingie mikataba, waonyeshe kuna kitu fulani utapata. Kwa hiyo ile kwa ukubwa wa TFF ni dogo, lakini chanzo rahisi kamili cha kuipata hiyo hela kiko wapi? Kwa sababu wao unaweza kukwambia wanapata hela FIFA, wanapata hela CAF, lakini hizi zote zinakuja na maelekezo ya nini cha kufanya. Ukimess you are done. Zamani ilikuwa unafanya, wanakutumia hela, alafu unafanya, alafu unaandika kama nimefanya 1 2 3 4 5 sio, unaenda kama unafanya retirement ya ile pesa. Sawa? Siku hizi una jambo lolote unaliandika, linakuwa approved, pesa inakuja direct kwa sababu ya hilo jambo. Sawa? Kwa zamani kulikuwa na nafasi ya kudanganya. Sasa hivi hiyo nafasi ya kudanganya imekuwa ndogo. Sawa? Kwa vyanzo vya uhakika vya pesa pale ni ngumu, ndio maana kwa jemadari kuna wakati fedha za udhamini udhamini ligi ilikuwa inadhaminiwa na kinywaji. Fedha zile waziri wakati ule akaelekeza kwamba zitumike kwenye timu ya taifa, mdhamini akajitoa. Yes, kwa sababu unapeleka kwenye sehemu unafanya reallocation, kitu ambacho mdhamini hawezi kukubali. Sio hivyo tu, mdhamini aliwahi kutoka baada ya waziri wakati huo, nafikiri ni Profesa Kapoya. Timu zilikuwa hazishuki mpaka tukawa tunacheza ligi ya makundi manne kwa sababu watu wamelalamika. Mwaka gani? Mbona kama zamani? Miaka wakati wa Safari Laga Premier League sijui. Yes, kitambo. Ligi kwa cheza ya makundi manne. Timu zinalalamika azishuke, basi msishuke, maana unakwenda BMT sijui. Waziri anasema okay, zishuke timu sasa hivi. Tuendelee. Zinakuwepo na timu zilizopanda. Ikabidi ligi haichezeki. Timu ziko 24. Nacheza ligi ya makundi, timu 6, makundi manne. Unaelewa? Umeelewa vizuri? Na tunakupata. Kwa hiyo ukiona hii taasisi ilivyokaa, ni taasisi ya kitaifa. Na muda huu mtakuwa mnatusaidia pia, kuna hizo taasisi ambazo sio za kitaifa kama CAF, sio? Na wameshatangaza tuzo na tuzo zao zinafanyika
vizuri kabisa, kila zinakuwa funded na nani? Wao wana mikataba mikubwa zaidi. Hizi ni NGOs au hizi ni taasisi ambazo kwanza establishment yake ya muda mrefu, ndio zimejitosheleza kwenye mambo mengi. Imani ya watu wanaofanya nazo kazi ni kubwa zaidi kulinganisha na mashirikisho ya ndani ya nchi. Sawa, labda mimi kwa hiyo mtu yuko tayari kuweka hela nyingi kwenye kafu kulikoni mashirikisho ya ndani. Mashirikisho ya ndani haya, kwa nini? Kumekuwa huko zamani, unajua mpaka leo kufika hapa tulipofika tumetokea mbali. Haya ni mashirikisho ambayo kulikuwa hakuna accountability, hakuna integrity huko nyuma, kulikuwa kuna uadilifu mdogo. Tulikotoka ni mbali, tusirudi huko. Kulikuwa na mambo mengi yanazihusisha hizo taasisi. Watu walikuwa wanapiga hela ovyo. Lakini watu wamejitahidi walau mpaka leo kupata kuna taasisi nyingine inaweza kuja kufanya biashara na wewe, wakaja kuweka billions of money, bilioni 26 sio bilioni ngapi. Watu wamefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo bado tunaenda kidogo kidogo. Lakini hata huyu anayekuja kuwekeza akaweka hela yake, unajua kuna wakati sisi hapa tunaweza tukayasema mambo tukahisi na sisi kwamba kwa nini hawafikirii kitu hiki. Hata walioko ndani kuna mambo tunayasema sisi na wenyewe wanafikiria na wanayafanya na wanajaribu kuyafanya, lakini yanashindikana. Ni unless wewe ukiwepo. Naamini waambie hata hizi taasisi, kwa mfano NBC, wakati wanazungumza nao kuhusu tuzo pia, na wao wana mchango. Hawezi kusema tutatoa kila kitu, kwa sababu pia wao wanafanya biashara na wameshaweka hela kutosha. Hata tuzo wakienda kwenye Azam wanazungumza nao, lakini kuna issues zinatokea hapa kati. Kuna timu za taifa, nani anazipeleka? Timu za taifa wanapeleka wao TFF, wanatoa wapi pesa? Ndio maana siku nyingine unaweza kusikia wafanyakazi wa TFF wana miezi 2 miezi 3 hawajalipo mshahara, lakini timu zinaenda. Leo tunapozungumza na wewe hapo Juma, kuna timu ya futsal ya wanawake sasa hivi iko Jakarta, Indonesia, inakwenda Manila, Philippines, inakwenda kucheza. Ina wachezaji, ina viongozi, ina madaktari, au watu wanatakiwa kulipwa posho, wanatakiwa kulipiwa tiketi mpaka watakufika kwenye mashindano. Of course twende basi kidogo. Sawa? Nataka kuonyesha mzigo ambao TFF wanakuwa nao. Hapa tunapozungumza kuna timu ya under 17 inacheza CAF qualifiers, iko Ethiopia. Sawa? Nani anaipeleka? Ni TFF. Na tumekubali tutakwenda kucheza mashindano. Tusipokwenda tusema mashindano yanafanyika kule, mbona hatukwenda? Mashindano yanafanyika huko, mbona wewe tunafanya hivi, mbona hatukwenda? Na hii timu ya wanawake ilikwenda, tulikuwa tunaongea na kocha hapa mwezi wa mwezi wa 5 si wangapi, si wakacheza finali wakiwa Morocco. Mara ya kwanza tunacheza mashindano, hatujawahi kuona mchezo huo. Tumecheza finali, tumefungwa 3-2 na Morocco. Morocco wana futsal miaka 30. Sisi tumecheza finali, tunaenda World Cup. Wasiipeleke hii timu, inabidi waipeleke. Hela wanapata wapi? Jukumu lao wao kuongoza ile taasisi. Kwa hiyo jemedari wewe unahalalisha sasa. Sihalalishi kitu chochote, najaribu kukuonyesha. Ukituonesha huu mzigo mzito, manake hakuna haja ya kuwa na hizo hafla za utoaji tuzo, kwa sababu na tulichokuwa tunazungumzia kwamba zile asilimia tulizosema, na wewe ukatuambia kwamba ni shughuli za kila siku za wafanyakazi humo. Shughuli za kila siku, shughuli za uendeshaji. Ndio maana nakwambia kwenye uendeshaji sasa nakujaribu kukuonyesha uendeshaji ni nini. Mimi nakuelewa, lakini kumbuka uendeshaji jemedari ni pamoja na matukio, kwa sababu hata ukiwa ndani shughuli zako pia ni pamoja na matukio yaliyomo kwenye taasisi yako. Na hayo matukio, tuzo ni sehemu ya tukio. Kwa hiyo ni sehemu ya vitu vyote humo wanavyosema timu ya taifa. Tusisahau weka na tuzo ikiwemo kwenye sehemu ya majukumu ya taasisi. Shida yako unaniuliza alafu unataka niongee unachokifikiria. Mimi nakuuliza, najaribu tu kuonesha kwamba pamoja na vitu hivyo ambavyo tunataja, tusisahau kwamba tuzo ni sehemu pia ya majukumu ya hiyo taasisi, kwa sababu ni ya kwake. Umeniuliza? Niache nikuelezee. Usitake niende unapopata kawe kwanza. Sawa. Tuzungumzie tu tuzo basi peke yake. Wewe umezungumzia utawala wa hizo pesa na kuzungumzia shughuli za kuambia shughuli za kiutawala zinazofanyika. Kwani uzitaki hizi? Twende tu kwenye tuzo. Kwani unafikiri watakaa tu watu wanasubiri tuzo peke yake? Lakini lazima kuwa na budget ya maandalizi ya tuzo. Si ndio? Yes, inakuwepo. Lakini katika kila siku ili kuifikia tuzo kuna masuala mengine yanatakiwa kuendelea. Sasa haya yasubiri tu. Tusubiri tuzo? Juma, mimi sijawahi kukubali, sihalalishi kwamba kufanya tuzo
baada ya msimu kuanza kwamba ni jambo jema. Crown Media. Hapa ni nyumbani.